Yaani Kristo mwenyewe amekuja, ameliondoa giza la dhambi na amekuja kutuingiza katika hali ya mwanga. Anatuita na kututaka sisi sote tutembee katika mwanga wake Kristo. Ni katika hilo basi sisi tunafurahi na kusherehekea siku hii ya pekee. Ndio maana tunasema vikuwa siku hiyo ndiyo aliyoifanya Bwana. Tufurahi na kushangilia, kwa sababu kwa hakika ni siku ambayo ilisubiriwa kwa vizazi vingi. Tangu dhambi ilivyoingia ulimwenguni kwa wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva, jitihada nyingi mbalimbali na za makusudi zilifanyika ili kuiondoa hiyo dhambi. Haikuwezekana. Ni mpaka pale tu alipokuja Mungu Mwana, ambaye katika nafsi ya mwili kama wetu, yani alichukua hali yetu ya ubinadamu, na kwa kifo chake, kwa mateso na kifo chake, ndio alimudu kuiondoa ile dhambi. Sisi tumekombolewa, sisi tu wazima, sisi tu hai, si wafu tena. Ndio maana tulisoma na kusikia kuwa malaika waliwapasha habari wale wanawake, wakuambia kuwa mnamtafutaje mtu aliye hai kati ya wafu? Kwa sababu uzima umerudi tena duniani, amani na furaha inatawala. Katika sikukuu hii ya leo tunaongozwa na kuangalia watu wachache, na hasa wale wakina mama wema, wapole na wanyenyekevu, wanaokwenda alfajiri na mapema kaburini kwenda kuendelea kukamilisha kazi ya maziko ya Kiyahudi iliyokuwa imefanyika juu ya mpendwa wao, mwana wao na ndugu yao Yesu Kristo. Wanafika pale kwa mbali, wanasikitishwa na kushangazwa kwa kuona kuwa jiwe limeviringishwa alipo sehemu ambapo lilikuwa limewekwa. Lakini wakasogea, na walipoona hayo mambo wakakimbia kurudi nyuma na kuambia kuwa wafuasi wake kuwa kaburi li wazi. Wainjili hawa wanatofautiana. Kuna wengine wanaambia kwa Bwana amefufuka, lakini wengine wanasema hivi kwa kaburi li wazi. Huu ndio ujumbe. Hii ndio habari njema. Kwetu sisi wa Katoliki, habari yetu njema ni kwamba kaburi li wazi. Hapo ndipo tunapoanzia. Ndipo tunapo imani yetu inaposimamia kuwa Kristo amefufuka. Ni kutokana na katekesi ya hawa wa mama wanayotuletea kuwa kaburi li wazi, na linapaswa kuwa wazi kaburi la kila mmoja wetu, kuamini na kushuhudia hivyo kuwa hakuna tena mfu katika lile kaburi. Mfu hayupo. Na tunachokiona na kukishuhudia kwa haraka ni ile tendo jema na la pekee la Petro pamoja na yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda. Wanakimbia, wanakwenda kaburini. Nashangaa kuwa kwa nini habari haikutokea kwanza kwa Petro na Yohani, inatokea kwanza kwa kina mama, alafu hawa kina mama ndio wanawaambia hawa, na hawa ndio wanakimbia wanakwenda. Na tunaambiwa kuwa yule mwanafunzi mwingine ambaye bila shaka ni Yohani anakimbia zaidi, anafika kaburini wa kwanza. Na akifika pale, habari anayotuambia kuwa alichungulia kutaka kuthibitisha habari kuwa kaburi li wazi. Akachungulia na hakuingia. Petro wakati anakuja na karibia kaburini, anamwambia kaburi li wazi. Hii ndio habari ambayo tunatembea nayo. Ndio habari ya furaha kubwa kuwa kaburi li wazi. Petro pamoja na kuona kweli kaburi li wazi, anaingia ndani ya kaburi. Labda atakuwa amemsimamisha kwenye kona au vipi, anathibitisha pale kweli li wazi, na anakuta sanda. Baada ya kukuta sanda ndani ya kaburi, ndio sasa anathibitisha na kutoka kuutangazia umma. Na ndio maana tumesikia katika kitabu cha Matendo ya Mitume hotuba nzuri na ya pekee sana ya kwanza aliyoisema Petro baada ya kuona ufufuko, baada ya nguvu hiyo kubwa. Na anaitoa hotuba hii akiwa masaa machache tu yaliyopita huko nyuma amekutana na dada mdogo katika mateso ya Yesu, akamkana, akamwambia simjui.
simtambui mtu huyu, mara 3. Lakini sasa anasimama kwa ujasiri na anawaambia tena. Tumesikia katika somo la leo anawaambia watu wote, baadaye anawakazia wanaume, kwa sababu wanaume wa Kiyahudi walikuwa hawaamini sana habari zinazotoka kwa akina mama. Unajua akina mama wamezoea kusema tu hawa wakina mama hivyo, lakini ambeje wanaume wenzangu nyie, sikilizeni jambo hili. Hii habari ya ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo, na hii ndiyo habari njema ambayo tunakuwa nayo. Kwa sababu hiyo, ushahidi wa pili wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni sanda ambazo zinakutwa ndani ya kaburi. Kwa Wayahudi, sanda kilikuwa ni kitu cha heshima, kilithaminiwa, kilipendwa na kilitunzwa sana. Kilikuwa kazi yake ni kwa maiti tu kuivilingishia hiyo kama nguo ya mwisho anayopewa mwanadamu katika ulimwengu huu aende nayo. Na kwa sababu hiyo, kukutwa kwa sanda pale kulionyesha kuwa mwanadamu lazima ametoka. Sasa kwa nini ametoka, ameacha zile sanda? Ndio hapo sasa walipoanza kujengea hoja kuwa huyu kweli amefufuka. Nataka niwarudishe nyuma kidogo katika Injili ya Yohani sura ya 11 mstari wa 38 mpaka wa 43 pale ambapo tunakutana na habari ya Yesu ametembelea katika kijiji cha Betania, ambapo alikuwepo Lazaro pamoja na wale dada wawili, Marta na Maria. Lakini safari hii alitembelea wakati tayari hapo Betania Lazaro amekufa na wamemzika. Na ndio maana wakati wanamlaki anaingia pale, walimsikitika sana Marta na Maria. Wanasema hivi kuwa wewe ungekuwepo kaka yetu asingekufa, lakini kwa sababu hukuwepo kaka yetu amekufa. Yesu anawaambia hivi kuwa mimi ndio uhai na uzima. Na kweli anaenda kwenye kaburi, anasema mmemzika wapi? Wanasema hapa. Wanasema liondoeni jiwe. Tumekuta hapa katika kaburi la Yesu jiwe limeondolewa. Lakini tunaambiwa tena pale alipokuwa kwa Lazaro, anasema liondoeni jiwe. Analiondoa jiwe, anamuona Lazaro yuko ndani ya kaburi. Na ndio maana ukamwambia hivi kuwa ananuka huyu mtu, sasa ana siku ya 4. Lakini yeye akasema hivi kuwa liondoeni. Akakaa, akasali, akaomba, na baada ya kufanya hayo akamuita Lazaro. Akamwambia Lazaro, njoo huku nje. Lazaro akatoka, akaenda nje. Tofauti yake kifo au ufufuko wake Lazaro na wa Yesu ni huu wa msingi, kuwa Yesu aliacha sanda ndani ya kaburi, lakini Lazaro alitoka na sanda nje. Na ndio maana alipofika nje, Yesu aliwaambia kuwa mfungueni hizo sanda, alafu muacheni aende zake. Na wakafanya hivyo kweli, wakamfungua Lazaro akaondoka. Lakini ukweli ni kwamba katika jambo hili Lazaro alihuishwa. Kwa mpoteza tufahamu pale, alihuishwa na wakawa wamemzika. Na ndio maana tunasema kwa katika nyakati zetu, hata sisi kutokana na teknolojia ndogo, wakati mwingine tunawazika watu wakiwa wazima. Lazaro alirudishiwa uhai kimiujiza pamoja na Mungu. Lakini Yesu kwa kuacha sanda pale kaburini, manake hafi tena. Lazaro ilimlazimu baadaye lazima aje kufa tena na kuzikwa tena. Yesu hawezi kufanya mambo kama hayo. Hawezi kufa tena mara ya pili. Alishakufa mara moja na akaacha sanda ndani. Tunaposherehekea sisi siku hii ya Pasaka, lazima tujiulize katika nafsi zetu na mioyo yetu, sanda zetu ziko wapi? Kila mmoja na sanda. Sanda ndio yale yote ambayo tunayafanya ambayo si mema sana, hayana kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni mabaya yote, dhambi zote, vurugu zote tunazowatendea wenzetu au na Mungu. Hizi ndizo sanda. Tumeziacha wapi baada ya ufufuko wa leo? Tumeziacha kaburini kama Yesu,
au tumefufuka nazo, tunazo, tumezishikilia tu, tuliungama. Ni ukweli tuliungama, lakini pia hatujaachia yale ambayo tuliyaungama, tuliacha, bado tumeendelea kuyashikilia, kuyang'ang'ania. Na hivi hata tunapoitwa katika ufufuko huu kushiriki ufufuko pamoja na Bwana, bado tumeshikilia sanda. Zitatuua, kwa sababu ukitoka kama Lazaro lazima utakufa tena. Ukitoka kama Yesu hufi tena. Na tangazo lile ambalo tulitangaziwa jana la mbiu na masomo yote yalikuwa yanatutaka tufufuke kama Kristo, tuache sanda ndani ya kaburi. Tusifufuke na sanda zetu. Tumuombe Mungu atujalie tuache sanda. Na narudia nasema hivi kuwa kila mmoja na sanda zake. Anajua mwingine kama ni ulevi ndio sanda yako, mwingine kuwa utulivu mdogo ndio sanda yako, mwingine uongo ndio sanda yako, mwingine ufisadi ndio sanda yako, vurugu na kutokuwatendea watu haki ndio sanda yako. Sasa hizi tulipaswa kuzizika ndani ya siku hizo 40, na hasa Ijumaa Kuu baada ya Kristo kuuawa. Na leo tunapofufuka tuziache ndani ya kaburi. Lakini kama ndugu zangu tunaendelea kufufuka nazo, tutatembea nazo, na narudia tena bila kuoga, zitatuua sanda. Sanda zitatuua. Tubadilike, tuache. Tangazo la Pasaka linatuhitaji kuanza maisha mapya, kutembea katika nuru, kuliacha giza. Sasa hilo giza litatumaliza katika maisha yetu. Hata tunapoingia katika liturujia muda mfupi ya ubatizo, tuone thamani kuwa wazazi na wasimamizi watambueni kuwa watoto wenu ni zawadi mliopewa kutoka kwa Mungu. Mnatakiwa kuwaelekeza mifumo mizuri ya kuacha sanda ndani ya kaburi, sio kutoka na sanda kwenye kaburi. Tatuletea shida na mahangaiko. Kaburi li wazi, wote waje wachukue, wakuangalie kuwa kweli uwazi, umweupe, na sanda wazikute kwenye kaburi, na wala wasizikute katika familia yako, wasikute sanda katika jumuiya yako, wasikute sanda katika sehemu yako ya kazi, wala wasikute sanda sehemu yako ya biashara. Sanda ikutwe ndani ya kaburi ambalo hata wewe hutaki tena kurudi ndani ya kaburi. Tumsifu Yesu Kristo.